Na mwanadada huyo kutoka Ukraine, lakini sasa nataka nikupeleke Emuru Wadikir ambapo mili ya wahanga wa ajali ya helikopta imewasili katika eneo bunge la Emuru Wadikir tayari kwa maandalizi ya mazishi yao hapo kesho. Tunaarifiwa kwamba mwili mmoja ndio ulikuwa unasubiriwa kabla ya wakazi wa eneo bunge hilo kupewa nafasi ya kuiangalia mili hiyo, ikiwemo mwili wa mbunge wao Johana Ng'eno. Kwa taarifa zaidi nataka kuungana na mwanahabari Ken Geshuhi atuarifu zaidi mubashara kutoka huko Emuru Wadikir, kutoka shule moja ya msingi eneo lile. Ken Geshuhi, habari ya asubuhi, yapi yanajiri kwa sasa? Shukran sana Yeri, niko katika eneo la Mugondo hapa katika eneo bunge la Emuru Wadikir, kaunti ya Narok, ambapo wakazi wamejitokeza kwa maelfu wakiwa tayari kumpa mkono wa buriani mbunge wao marehemu Johana Ng'eno, ambaye aliweza kupata ajali ya ndege pamoja na watu wengine watano kunradhi, katika kaunti ya Nandi juma lililopita. Na hapa nilipo wakazi wamewasili hapa kutoka asubuhi wakiwa tayari kabisa, hii ikiwa nafasi yao ya kwanza kuona mwili wa marehemu pamoja na wale wengine ambao walikuwa wanafanya kazi pia kwa ukaribu naye katika ofisi ya mbunge. Na kufikia sasa miili minne tayari ishawasili hapa, ukiwa mwili wa mbunge Johana Ng'eno pamoja na mmoja wa wafanyikazi wake ambao ni Amos Rotich, Nicholas Kosgei na Robert Kipkoech Keter. Mwili ambao tunausubiri kwa sasa na ni yule ambaye alikuwa personal assistant wake Wycliffe Kiprotich Rono, ambaye aliweza pia kuaga katika ajali hiyo. Na kwa sasa tumeweza kuona ndege ya kijeshi ikileta mwili wa marehemu Johana Ng'eno ambao ulipokelewa na gavana wa kaunti hii ya Narok Patrick Ole Ntutu, na pia seneta wa Uasin Gishu Jackson Mandagor, pamoja na baadhi ya wabunge ambao wamekuwa wakifanya kazi kwa ukaribu na mheshimiwa Johana Ng'eno. Na kufikia sasa, kulingana na ile ratiba ambayo ilikuwa imepangwa, ni kwamba hafla ya maombi kabla ya mazishi ambayo inafaa kufanyika hapo kesho, siku ya leo ilikuwa inafaa kuanza saa 5, na kwa hivyo bado kwa sasa ratiba hiyo imechelewa kidogo, ila tunangojea tu mwili huo wa mwisho kuwasilishwa hapa na pengine ratiba iweze kuharakishwa. Lakini siku ya leo ni siku muhimu sana kwa wakazi wa eneo hili, kwani hawakuwa wamepata nafasi ya kumuonyesha heshima mbunge wao, heshima yao ya mwisho. Na kwa hivyo ni kisa ambacho ama ni siku ambayo itakuwa na huzuni na hisia nyingi, kwa sababu hata baadhi ya familia hazikuwa zimepata nafasi ya kuona miili ile ya wapendwa wao ambao waliweza kupata janga lile katika kaunti tofauti, na miili hiyo kuhifadhiwa katika makafani ya Lee Funeral Home pale Nairobi. Na kufikia sasa wengi wao hawajaweza kufika pale Nairobi kutazama miili ile, lakini sasa siku ya leo ni watu wako na matarajio makubwa kwamba wataweza kuitazama miili ile na pia kutoa heshima zao za mwisho, ili kutoa nafasi ya mazishi kufanyika hapo kesho. Hapa niko na baadhi ya wakazi, sijui kama utanipa labda dakika moja nisikie pengine matarajio yao ni yapi kuhusu siku ya leo. Songa tu hapa tafadhali, tukianza na jina lako, tueleze nyinyi kama wakazi wa hapa Emuru Wadikir, matarajio yenu siku ya leo ni yapi? Kwa majina mnaitwa Kebene Joseph, mimi ni mkaaji wa hapa Mugondo, naishi hapa Motoshet. Hapa matarajio yetu ni tuko na huzuni sana kwa kumpokea mwili wa mheshimiwa wetu ambaye ametuaga. Tulikuwa tunamtarajia yeye acha atufanyie kazi hapa tukitegea kutoka Eldoret ama Entebbe. Kwa huzuni mwingi tukapata kuwa yeye ameanguka kwa ajali ya ndege. Sisi tuko na huzuni sana, hatuna hata la kusema, tunashindwa na cha kusema. Tunaomboleza. Yeye ni ndugu yetu, tulianza pamoja, tumefanya kazi mingi naye sana. Yeye ndiye alitumenta, alituleta kutoka chini mpaka tulipo leo. Hata ingawa tumeachwa na Johana, tunasema asante kwa sababu vile ametuleta mpaka penye tuko, tunashukuru Mungu. Hapa vile tuliko, mashule hatukuwa nao, barabara hatukuwa nao, watoto wetu walikuwa bado wachanga sana. We are mourning, we cry, our hero is dead. Rest be Johana.
Our hero is dead. We don't know what to do. But God, our Father, be with us. Be with us. We are mourning our dead hero. We knew of nobody else apart from Joanna. Since I think we gained our independence in 2013 because of Joanna Ngeno. We knew of nobody else apart from him. From the scratch to the head, to the roof, we knew of nobody else. Joanna was everybody. Joanna was anything. Joanna was everything. Joanna was anybody in this world. Rest in peace, our father. Rest in peace, Joanna. Emurua Dikir real mourns. The entire country mourns. Our Kipsigis land mourns. The hero who defended our people from the scratch. We don't know how our children on Hangata Barigoi. We don't know how our parents on Emau, where they were evicted. Other people were evicted on their lands. Joanna was a hero who can stand with young people, who can stand with the people who are not less fortunate. But for sure, God, you knew this has happened. But us, we don't know. Joanna Ngeno, rest in peace. Even by now, these people who are just right now here standing, they don't even are not sure whether they are MP are arrested. But brothers and sisters, our brother Joanna Ngeno is arrested. But God be with us. Son, thank you. Asante sana. Niweze kupata maoni ya mwingine, simama hapa, pengine tueleze maoni yako na pengine matarajio yako kwa siku ya leo ambapo mtapata nafasi ya kwanza ya kumpa heshima zake za mwisho mbunge wenu. Okay, kwa majina mimi naitwa Haron Ngetich. Kutoka Emurua Dikir. Nyumbani kabisa ni Jangina. Pahali Ngeno alisema maneno ya mwisho. Aliongea huko na tukaona kweli tulikuwa na matarajio mengi ya kufanya. Tunasema tu Ngeno rest in peace. Kuna vitu mingi sana alikuwa amehaidi na alikuwa amesema atafanya. Sasa hatujui ni nini tutafanya sasa. Vile tumeambiwa sijui Ngeno amekufa, hatujui ni nini itaendelea hapo mbeleni. Kwanza kabisa kama kuna kitu yenye mimi naomba kama hii serikali ya William Samoei Ruto, tunaomba na tunasitisi, yani kuna kitu inatuuma kama watu wa Emurua Dikir. Tumepoteza mtu mwenye alikuwa anatuwakilisha kutoka mwanzo, kutoka independent. The time tulikawanya hii Emurua Dikir, hatukuwa na mtu mwingine, lakini Ngeno alitushikilia mkono mpaka saa hizi bahali penye tupo. Tunasema tu Ngeno rest in peace. Na my friend Carlos Keter. Tupate maoni ya mwingine hapa. Kwa majina naitwa Simon Kirui. Mimi natoka county ya Bomet County. Nimekuja hapa kuomboleza rafiki yangu Mheshimiwa Ngong. Na ningependa kuambia serikali kwamba wafanye uchunguzi. Hii kifo cha Ngeno hatujakubaliana. Sisi kama wa Kipsigis, hii jambo si la kwanza. Mwaka wa 2007 tulipoteza Mheshimiwa Kipkalia Kones ambaye pia alikuwa kiongozi ambaye tulitarajia kwamba angekuwa kiongozi wa Kipsigis, lakini alikufa kwa njia ya ndege kama tu ya Joanna Ngeno. Kwa hivyo tunaambia hii serikali, kama hamtafanya hii uchunguzi, mfanye hii uchunguzi tujue ni nini kilichosababisha hii kifo. We cannot stay and wait when our people are dying. Sasa nipate maneno ya mzee kwa kifupi sana, songa hapa kidogo, nitakushikia hii. Tueleze kwamba matarajio yako siku ya leo na pengine maneno yako kwa familia ya Mheshimiwa Ngeno na pamoja na familia zingine za wale ambao walipoteza wapendwa wao katika ajali hiyo. Kwa hapa mimi nilikuwa nasoma na yeye na mimi alifanyia maneno mingi hapa. Sisi ya mashule hapa, mashule ni yake na hapa watoto wetu walikuwa nasoma wakiwa wanasaidiwa na Ngeno. Sasa tumepata tabu na tunaomba tupate msimamizi mkubwa sana kwa area. Asante sana. Mimi naitwa Joseph Mutai kutoka Mwana. Shukrani. Kulingana na maoni ambayo umesikia kutoka kwa wakazi wa eneo hili la Emurua Dikir ni kwamba Joanna Ngeno, mbunge huyo ambaye ndiye alikuwa mbunge wa kwanza wa eneo bunge hili ambalo lilitengenezwa baada ya kugawanywa kwa eneo bunge kubwa la Kilgoris na kupatikana kwa eneo bunge la Kilgoris na eneo bunge la Emurua Dikir, amekuwa ndiye kiongozi ambaye waliyemjua, kiongozi ambaye walikuwa wanakimbia
kwake, na sio wakazi tu wa hapa Emuru wa Dikir, hadi wakazi wa maeneo tofauti walikuwa wanamtegemea, na kufika sasa wakazi wa eneo hili ni kama hawaelewi mwelekeo upi watachukua baada ya mazishi yake yatakayofanyika hapo kesho. Huyu ni kiongozi ambaye pia ametajwa kwamba alikuwa kiongozi wa jamii ya Kipsigis, ambayo jamii hii imesambaa katika kaunti tofauti ikiwemo kaunti za Kericho, kaunti za Bomet, na hapo ni kiongozi ambaye alikuwa anakimbia pale wakazi wa kaunti hizi walipokuwa wakimhitaji ama wakihitaji masuala yao kushughulikiwa. Ni kiongozi ambaye hakuwa na mipaka, na kwa hivyo kifo cha mbunge huyu ni pigo kubwa kwa eneo hili na wakazi. Hisia ziko juu kulingana na vile tunavyoona hapa. Wako hapa tayari kumpa mheshimiwa Johana Ng'eno heshima zake za mwisho, lakini cha kushangaza ni kwamba bado wakazi wengine hawajaamini kwamba mheshimiwa Ng'eno aliweza kufariki katika ajali hiyo, na kwa hivyo wanaamini kwamba watakuwa na ile nafasi ya kutazama mwili wake na pengine kuamini kutokana na kile ambacho watakachokiona. Ni kwa sasa bado tunangojea mwili wa Wycliffe Rono ambaye alikuwa msaidizi wa mbunge huyo ambaye pia alifariki katika ajali hiyo ya ndege, na sasa tunaweza kuona kwamba viongozi kutoka ngazi tofauti wanaendelea kuwasili hapa wakitumia ndege na magari. Wanatoka sehemu tofauti za nchi katika hafla hii muhimu ya siku ya leo kabla ya mazishi yatakayofanyika kesho, na tutazidi kuangazia hafla hiyo ya leo katika habari zetu za hapo baadaye, lakini kwa sasa narejesha kwako studioni Suleiman Yeri. Asante sana Ken Gashui, huyu ambaye amezungumza na wakazi wa Emuru wa Dikir. Kwa kweli wakazi hao wapo kwenye majonzi, hawajawahi jua mbunge mwingine tangu kubuniwa kwa eneo bunge hilo la Emuru wa Dikir mwaka 2013 hadi mwaka huu 2026. Wamekuwa na mbunge mmoja tu ambaye ni Johana Ng'eno, ambaye eneo bunge hilo kulingana na historia lilipatikana baada ya kuvunjwa ama kupatikana kwa mpaka mpya kutoka kwenye eneo pana la Kilgoris na kupatikana eneo hilo la Emuru wa Dikir, ambalo lilisaidia kupunguza mizozo na uhasama ambao ulikuwa unafahamika katika eneo hilo, na anavyofahamika na wengi amekuwa shujaa akiwapigania wakazi wake wa Emuru wa Dikir. Ukifahamu kisa cha hivi juzi katika